wa haki na ni kikwazo kwa maendeleo, serikali imeongeza nguvu kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Jitihada hizo zimeiwezesha Tanzania kushika nafasi ya pili katika ukanda wa Afrika Mashariki na kushika nafasi ya 14 kwa nchi za Afrika kwenye mapambano dhidi ya rushwa na hii ni kwa mujibu wa taarifa ya taasisi ya Transparency International ya mwaka 2024. Katika kipindi hiki tulidhibiti na kuokoa kiasi cha shilingi bilioni 211 milioni 900 na kuzirejesha serikalini kupitia operesheni mbalimbali za uchunguzi wa tuhuma za rushwa. Aidha, mali zenye thamani ya shilingi bilioni 35 milioni 688 zikijumuisha nyumba, viwanja na magari na fedha taslimu shilingi bilioni 1.17 zilitaifishwa. Na katika jitihada hizi, nitoe rai kwa Watanzania kuendelea kutoa ushirikiano katika mapambano dhidi ya rushwa. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutimiza ipasavyo wajibu wake kwa mhimili wa dola wa kutunga sheria. Katika kipindi cha uhai wa Bunge la 12 kulipitishwa miswada 60, maazimio 922 na vile serikali imetoa taarifa 15 kupitia kauli za mawaziri bungeni kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa masuala yenye maslahi mapana kwa taifa. Hakika mmefanya kazi kubwa, kwani michango na ushauri wa bunge hili umekuwa chachu kwa baadhi ya hatua tulizochukua au zilizochukuliwa kwenye mabadiliko ya kisera, kisheria na kiutendaji yaliyofanywa na serikali. Serikali iliongeza kiwango cha mfuko wa jimbo kutoka shilingi bilioni 11 kwa mwaka 2021-2022 hadi shilingi bilioni 15.9 kuanzia mwaka 2020-2023 hadi sasa, ili kurahisisha utendaji wenu majimboni na kuchochea maendeleo. Ni matumaini yangu kwamba fedha hizi mlizitumia vyema katika kuwaletea wananchi maendeleo. Vinginevyo wakati ni sasa. Mheshimiwa Spika, uchaguzi mkuu ndio mazungumzo makubwa nchini kwa sasa. Niseme kuwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi itatangaza hivi karibuni tarehe ya siku ya uchaguzi. Zoezi la uandikishwaji limeshakamilika nchi nzima. Zoezi la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura limekamilika kwa awamu 2 kama ambavyo sheria imeelekeza. Sote tumeshuhudia mwitikio mzuri wananchi kujitokeza kwenye vituo vya kuandikisha wapiga kura, na ninawapongeza wananchi wote kwa kujitokeza kwao. Tunatarajia kwamba tume itatutangazia pia idadi ya wapiga kura. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wajumbe, mtakubaliana nami kwa uhuru wa habari na uhuru wa watu kutoa maoni yao umeongezeka. Majukwaa ya kutolea habari nayo yameongezeka tofauti na hapo awali. Sasa hivi, kutokana na kukua kwa matumizi ya mtandao na kuongezeka kwa majukwaa ya kidigitali, habari nyingi zinapatikana kiganjani. Serikali imetoa leseni kwa magazeti na majarida 356, vituo vya redio 247, vituo vya televisheni 68, redio na televisheni za mtandaoni 325 na blogs 72. Tuna magazeti ya kila siku na kamwe serikali haijafanya uhakiki wa habari kabla hazijachapishwa au kuandikwa. Tunafanya hivi tukiamini kwamba waandaaji wa maudhui haya ni watu wenye weledi wa kutosha na kwamba tunafanya ustawi wa demokrasia yetu demokrasia yetu hutegemea sana uhuru wa vyombo vya habari. Tunathamini na kutambua mchango mkubwa wa vyombo vya habari katika kuelimisha jamii, kupambana na maovu pamoja na kuhimiza uwajibikaji. Katika kulinda na kutambua michango ya waandishi wa habari kwa jamii, tulifanya marekebisho ya sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016
na kanuni zake. Pia tuliandaa tuzo za Samia Kalamu Awards kutambua waandishi wa habari za maendeleo Tanzania. Pamoja na hatua hizi zote, hatukusita wala kuchelea kuchukua hatua pale uhuru huu ulipotumiwa vibaya na kusitisha au kutishia kuleta vurugu nchini pamoja na kuvuruga usalama wa jamii, au pale uhuru huu ulikiuka sheria za nchi au maadili, mila na desturi za Kitanzania. Hivyo basi, tutaendelea kusimamia uhuru wa vyombo vya habari wakati wote. Hali ya uchumi Tanzania. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuelekeza nguvu kwenye sera za kiuchumi jumla na sera za uchumi katika ngazi za chini zinazogusa wananchi wa kawaida. Ni wazi kuwa kazi hii haikuwa nyepesi wala rahisi kutokana na hali ya Uviko 19 na migogoro ya kikanda inayoendelea ambayo imepelekea uchumi wa dunia kutetereka. Ili kukabiliana na hali hii, serikali ilichukua hatua mbalimbali za kisera, kiutawala na uwekezaji ili kukuza uchumi wa nchi yetu. Ni wazi kuwa jitihada zetu zilizaa matunda. Ukuaji wa uchumi wa nchi yetu ulipanda kutoka wastani wa 3.9 mwaka 2021 hadi 5.5 mwaka 2024. Ukuaji huu uko juu ya wastani wa ukuaji wa bara la Afrika ambao ni 4% kwa mwaka 2024. Aidha, wakati uchumi wa dunia unatarajiwa kukua kwa wastani wa 2.3 mwaka 2025, Shirika la Fedha Duniani linakadiria kuwa kasi ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania mwaka huu 2025 utafikia 6%. Pato ghafi la taifa limeongezeka kutoka shilingi trilioni 156.4 mwaka 2021 hadi kufikia shilingi trilioni 205.84 mwaka 2024. Hivyo basi, pato la wastani la Mtanzania nalo limeongezeka kutoka shilingi bilioni 2,367,411 mwaka 2020 hadi shilingi milioni 2,938,634 mwaka 2024. Pia shilingi yetu imeendelea kuimarika. Mheshimiwa Spika, kiashiria kingine muhimu cha utulivu wa uchumi ni mfumuko wa bei ambao uliendelea kuwa chini ya 5% kwa miaka yote minne. Kiwango hiki sio tu kipo ndani ya lengo letu kama nchi la kuhakikisha hakizidi 5%, bali pia ni miongoni mwa viwango bora Afrika Mashariki na kiko chini ya wastani wa mfumuko wa bei ulioshuhudiwa barani Afrika, hali inayotokana na utekelezaji madhubuti wa sera za fedha na bajeti na uhakika wa upatikanaji wa chakula katika masoko ya ndani kutokana na kukuza tija katika kuzalisha au uzalishaji wa chakula. Mheshimiwa Spika, mauzo yetu ya bidhaa nje ya nchi yameongezeka kutoka dola za Marekani bilioni 6.39 mwaka 2021 hadi kufikia dola za Marekani bilioni 8.7 mwaka 2024, na kutunisha akiba yetu ya fedha za kigeni ambapo hadi mwezi Aprili 2025 tulikuwa na akiba ya dola za Marekani bilioni 5.6 inayotosheleza kuagiza bidhaa na huduma kwa miezi 4.5 kama ilivyo lengo la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Aidha, kufuatia marekebisho ya sheria ya madini sura ya 123, Benki Kuu ya Tanzania iliweza kununua na kuweka na kuwa na akiba ya kilo za dhahabu 3,424 zilizonunuliwa kwa gharama shilingi bilioni 702.3, na ununuzi unaendelea ili kuimarisha zaidi kiwango cha akiba tulicho nacho. Mheshimiwa Spika, kuhusu suala la makusanyo ya kodi,
Nilielezea Bunge kwamba ningependa kuona wafanyabiashara, wawekezaji na wananchi wanaelimishwa na kutambua kwamba kodi ndio msingi wa maendeleo ya nchi, na hivyo wawezeshwe kulipa kodi bila kutumia mabavu. Katika kufikia azma hii, serikali imeimarisha mifumo ya kielektroniki ya ukusanyaji mapato, udhibiti wa mianya ya kupoteza mapato, kuanzisha jukwaa la kodi na uwekezaji na kuijengea uwezo mamlaka ya mapato Tanzania na mamlaka nyingine za ukusanyaji mapato ya serikali. Jitihada hizo zimeongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa mwezi kutoka shilingi trilioni 1.51 mwezi Novemba 2020 hadi shilingi trilioni 3.09 mwezi Machi Nashukuru Mheshimiwa Bunge. Kwa hiyo tumefikia shilingi trilioni 3.09 mwezi Machi mwaka huu 2025, ikiwa ni ongezeko la 104%. Ili kuimarisha zaidi usimamizi wa kodi nchini, niliunda Tume ya Rais ya Marekebisho ya Kodi ambayo tunatarajia itakuja na mapendekezo yatakayoleta mageuzi ya kiutendaji kwenye mifumo wa utozaji na ukusanyaji wa kodi nchini. Mheshimiwa Spika, ili kutoa huduma bora kwa wananchi, bajeti ya serikali imeongezwa kutoka shilingi trilioni 34.88 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 50.29 mwaka 2024/25, ikiwa ni ongezeko la wastani wa 8.84% kwa mwaka. Nalishukuru sana Bunge hili kwa kupitisha bajeti hizo. Kwa kweli bajeti zilizokuwa zikipitishwa na Bunge hili zimekuwa kichocheo kikubwa cha maendeleo kwa kuboresha huduma za kijamii na kuwezesha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Mei 2025, deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 107.7. Kati ya deni hilo, deni la nje ni shilingi trilioni 72.94 na deni la ndani ni shilingi trilioni 34.76. Kuongezeka kwa deni la serikali kumetokana na sababu mbalimbali. Mojawapo ni kupokelewa kwa fedha za mikopo mipya na ya zamani ambayo mikataba yake iliingiwa tangu serikali za awamu ya nyuma kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ni vyema tukafahamu kuwa mkopo unaweza kusainiwa leo, lakini fedha husika zikaanza kupokelewa baada ya maandalizi ya mradi kukamilika na mradi kuanza. Hivyo ili liwe deni au mkopo huo uingie kwenye deni la serikali, ni lazima serikali iwe imepokea fedha hizo, huduma au vifaa tulivyokubaliana. Hivyo ni vyema wananchi wakaelewa kuwa katika awamu ya 6, pamoja na kusaini mikopo mipya, lakini pia tumeendelea kupokea fedha za mikopo ambayo ilisainiwa katika vipindi tofauti na kuongeza kiasi cha deni la serikali. Kwa mfano, awamu ya 6 imepokea kiasi cha shilingi trilioni 11.3 ikiwa ni mikopo iliyosainiwa na awamu zilizopita. Sababu nyingine ya ongezeko la deni la nje ni kuimarika kwa dola ya Marekani dhidi ya shilingi ya Tanzania. Kwa mfano, mwezi Machi 2021, kiwango cha kubadilisha shilingi ya Tanzania dhidi ya dola za Marekani kilikuwa shilingi 2298.5, wakati mwezi Machi mwaka huu 25 kiwango hicho kilikuwa 2650. Hivyo endapo deni la serikali litatajwa kwa shilingi za Tanzania, ni lazima lionekane limeongezeka. Mathalan, kwa sasa deni limeongezeka kwa zaidi ya shilingi trilioni 3.9 kutokana na exchange rate. Hatua hii ya kushuka kwa thamani kwa shilingi dhidi ya dola ya Marekani isichukuliwe kama ni hatua hasi, bali ilikuwa ni hatua muhimu ya kukabiliana na mtikisiko wa uchumi wa dunia. Mheshimiwa Spika,
Mheshimiwa Spika, kuhusu mwenendo wa ulipaji wa deni la serikali, napenda kutaarifu kuwa malipo ya deni la serikali yamekuwa yakiongezeka kutoka shilingi trilioni 8.22 mwaka wa fedha 2021 hadi kufikia makadirio ya shilingi trilioni 14.20 kwa mwaka 2025-2026. Ongezeko hili ni kutokana na kuiva kwa mikopo ya muda mrefu na mikopo yenye masharti ya kibiashara iliyokopwa katika awamu zilizopita kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Aidha, kuongezeka kwa malipo ya deni hasa la nje kumesababishwa pia na mabadiliko ya mara kwa mara ya riba katika masoko ya fedha ya kimataifa kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo athari za uviko 19 na uamuzi wa hazina ya Marekani kubadilisha viwango vya riba vya dhamana za serikali ya nchi hiyo. Mabadiliko hayo yalisababisha baadhi ya nchi zinazoendelea hasa Afrika kushindwa kulipa madeni kwa wakati. Mheshimiwa Spika, ongezeko la deni la ndani limechangiwa na mikopo kugharamia miradi maendeleo na kulipa madeni ya ndani yaliyoiva kwa uwekezaji wa dhamana za serikali kwa utaratibu wa kulipia mtaji wa dhamana za serikali zilizoiva. Aidha, tulifanya maamuzi ya kutambua madeni mengine ya mifuko ya hifadhi ya jamii kwa serikali kupitia hati fungani maalumu isiyo taslimu yenye thamani ya shilingi trilioni 2.67. Kati ya kiasi hicho, shilingi trilioni 2.18 madeni ya PSSSF ya waliokuwa wafanyakazi wa serikali kabla ya 1999 maarufu kama pre-99. Shilingi bilioni 400.71 ni madeni ya NSSF ya muda mrefu na shilingi bilioni 63.52 ni madeni ya kampuni ya ubia ya mifuko ya pensheni yani PPP, Pension Property Limited. Kampuni hii ilifadhili miradi ya serikali kwa kutoa mikopo kwa vipindi tofauti kwa ajili ya kugharamia utekelezaji wa miradi ya serikali ambao ni ujenzi wa ukumbi wa bunge hili letu Dodoma, na ujenzi wa chuo cha sayansi ya teknolojia cha Nelson Mandela Arusha. Madeni haya hayakuwahi kuwa sehemu ya deni la serikali. Kiasi cha shilingi trilioni 2.2 kilichobaki kinatarajiwa kuanza kutambuliwa ndani ya miaka mitatu ijayo kwa kuanza na mwaka 2025-2026 ambapo deni la kabla ya mwaka 1999 kiasi cha shilingi bilioni 630 litatambuliwa na deni la NHIF kiasi cha shilingi bilioni 180 zilizotumika kujenga hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma. Lengo la hatua hizi ni kunusuru mifuko ya hifadhi ya jamii yenyewe, lakini pia kuhakikisha wastaafu wetu waliotumikia taifa wanapata mafao kwa wakati. Kwa ujumla, tumeyatambua madeni haya na kuweka kwenye deni la serikali, deni la ndani, ili kutoa nafuu kwa mifuko yetu. Mheshimiwa Spika, nimeona niyaseme haya kwa urefu ili Watanzania waelewe kuhusu swala hili la deni la taifa ambalo hupotoshwa mara kwa mara. Aidha, niwahakikishie Watanzania kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua kuhakikisha deni linaendelea kwa uhimilivu. Tutaendelea kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kupunguza utegemezi wa mikopo katika ugharamiaji wa bajeti zetu. Tutaendelea kuelekeza fedha za mikopo katika miradi inayokuza mapato ya ndani na mauzo ya bidhaa na huduma nje ya nchi. Tutaendelea kuhakikisha maafisa masuuli wanazingatia maandalizi ya msingi ya mradi kabla kuingia mikataba kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo ikiwemo sheria ya mikopo, dhamana na misaada sura 134. Vile vile, tutaendelea kuimarisha ufuatiliaji na usimamizi wa miradi inayotekelezwa kwa mikopo ili kuhakikisha inaleta tija iliyokusudiwa. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa nidhamu ya matumizi ya fedha na mali za serikali,
tumeendelea kuelekeza nguvu zetu katika kupunguza matumizi yasiyo ya lazima, kuimarisha utaratibu wa manunuzi serikalini na ukaguzi wa hesabu za serikali. Kwa upande wa ununuzi wa bidhaa na huduma, tumehakikisha sheria ya mamlaka ya ununuzi wa umma inafanya kazi ipasavyo ili kuhakikisha kuwa kuna usimamizi thabiti wa sheria hiyo na kanuni zake. Mheshimiwa Spika, sote tunafahamu kwamba mipango si matumizi. Hivyo basi, katika kuimarisha matumizi sahihi ya fedha tunazozikusanya na kukopa, tuliunda tena tume ya mipango ili kuhakikisha mipango ya kisekta inafungamana na malengo ya kitaifa pamoja na rasilimali tulizonazo. Mheshimiwa Spika, tumesimamia utekelezaji